Tunapata maelekezo mengine kuhusu kufunga na saumu katika Injili ya Mathayo sura ile ya 6 aya ya 16 na ya 17 na ya 18. Kwa hiyo katika siku hizi tutatafakari aya moja katika aya hizo ili tupate ujumbe ambao umefungwa katika aya hizo. Biblia inasema hivi katika Mathayo sura ya 6 aya ya 16: tena mfungapo msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana, maana hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Angalia mambo haya ya msingi sana ambayo Yesu anayezungumza anapozungumza na wanafunzi kwa habari ya maombi, sala na kufunga. Biblia inasema tena mfungapo msiwe kama wanafiki. Kwa hiyo hata wanafiki nao wanaweza kufunga. Wewe kitendo chako cha kufunga kinapaswa kuwa jambo la siri. Hii ni tofauti na vile ilivyokuwa kwenye Agano la Kale ambalo watu walilala kwenye majivu na magunia na kila mtu alijua kwamba wamefunga. Kila mtu aliona kwamba wamefunga kwa sababu unamuona huyu amevaa magunia, amepaka majivu. Lakini kwetu sasa Biblia inasema tusitafute kuonekana. Usifanye jambo ili watu wapate kuona. Kwa sababu huyu aliyefunga hapa anafunga huku akijiumbua uso wake uliokunjamana. Anatuonyesha namna anavyopita katika hali ya mateso na dhiki ya kufunga, akifikiri kwamba hiyo ndio itampa kibali. Lengo lake aonekane na watu kwamba amefunga. Na wewe usifunge ili watu wakuone. Ufunge liwe jambo la siri ndani ya moyo wako. Ufanye kwa ajili ya Bwana Mungu wako, naye Mungu aonaye sirini atakubariki na kukupa neema. Fadhili zake zitasimama pamoja nawe, atakutia nguvu na kukuokoa. Utaona Mungu akiachilia baraka zake kwako. Moja kati ya vita kubwa Yesu anaipiga ni kufanya mambo kwa kujionyesha. Hilo analizungumza. Hatupaswi kujionyesha kwa kutoa kwetu sadaka, kwa kufunga kwetu, kwa maombi yetu. Hatupaswi kufanya kwa kujionyesha. Na ndio maana anasema msiwe kama wanafiki wenye nyuso za kukunjamana, maana hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Na usifunge ili watu wakuone, ili watu wajue kwamba umefunga. Funga ukiwa na nia ya kumpendeza Mungu wako, kuyanyosha mapito yako, neema ya Mungu ipate kudhihirika. Na tuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili. Asante Bwana kwa ajili ya mwongozo ambao unatupa. Tusaidie mioyo yetu iwe tofauti. Tusifunge ili tuonekane na watu, bali tuyanyoshe mapito yetu na kukubalika mbele zako. Wewe Bwana mwenye neema na fadhili, tusaidie mtumishi wako huyu anayefuatilia kipindi hiki. Neema yako iwe juu yake. Saumu yake na kufunga kwake usiwe kwa ajili ya watu, bali kuwe kwa ajili yako Bwana, na kuwe kwa ajili ya matengenezo ya maisha yake, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana. Asante kwa kufuatilia kipindi hiki.